Tumezunguka katika majimbo 9 kati ya majimbo 12 ya mkoa wa Dar es Salaam. Viongozi wenzangu watamalizia majimbo 3 yaliyobakia: jimbo la Kivule, jimbo la Kibamba na jimbo la Ilala. Kwa nini tumeamua kuzungukia majimbo haya? Kwa nini tumeacha majimbo yetu? Kampeni zinaendelea, lakini tumeamua kuungana nanyi, kuungana na wagombea wa majimbo ya mkoa wa Dar es Salaam, ilhali na sisi tuna majimbo yetu. Ni kwa sababu ya umuhimu wa mkoa wa Dar es Salaam. Duniani kote ukombozi huanzia kwenye miji mikubwa. Duniani kote, ukienda Kenya, ukombozi unaanzia Nairobi. Ukienda Zambia, ukombozi unaanzia Lusaka. Ukienda Malawi, juzi wamekiondoa chama tawala madarakani Malawi. Majimbo yote ya mji wa Lilongwe na mji wa Blantyre yamechukuliwa na vyama vya upinzani. Ukienda Ghana, ukienda Nigeria, ukienda Benin, ukienda kila mahala. Ni hapa Tanzania tu ndipo bado tunasuasua. Kwa majimbo ya miji mikubwa kama Dar es Salaam kuendelea kushikiliwa na chama tawala. Chama chetu kinaona umuhimu huu wa kuishika Dar es Salaam, na ndio maana tumeweka nguvu maalumu. Dar es Salaam ina 13% ya wapiga kura wote. Majimbo 12 ya Dar es Salaam ni 13% ya wapiga kura wote wa Tanzania. Kwa hiyo mzunguko wetu na ziara yangu hii ambayo imenipeleka majimbo 9 kati ya majimbo 12, takribani 75% ya majimbo ya mkoa wa Dar es Salaam, ni kutokana na umuhimu wa Dar es Salaam katika mabadiliko tunayoyataka katika nchi hii. Dar es Salaam ndio mji mkubwa Tanzania, ndio jiji kubwa Tanzania, lakini tumezunguka, tumeona hali kubwa ya umaskini. Tumeingia mitaani, tumeona umaskini wa watu wa hali ya juu. Dar es Salaam ina watu ambao hawana uhakika wa maji ya kunywa. Dar es Salaam kuna maeneo ambayo hayajaunganishwa umeme. Dar es Salaam gharama za maisha ni kubwa sana. Dar es Salaam barabara za mitaani hazipitiki. Naibu katibu wa vijana taifa hapa ameeleza kuhusu barabara za Ukonga, na mzee wangu Bakari Shingo amenieleza namna ambavyo barabara za mitaani, barabara za ndani za Ukonga hazipitiki, na mvua zikinyesha hali ni mbaya sana. Dar es Salaam inayozungumzwa, inayosifiwa, inayopigwa picha ni Dar es Salaam ya barabara kuu, lakini ukienda nyuma tu ya barabara kuu, hali ya maisha ya watu ni mbaya sana. Dar es Salaam, nimezunguka masoko ya Dar es Salaam. Leo peke yake nimepita kwenye masoko ya jimbo la Kawe, masoko ya jimbo la Ubungo. Jana nimepita kwenye masoko ya Temeke na maeneo mengine yote nimekwenda. Hali za masoko ya Dar es Salaam ambayo ndio inauza vyakula vyetu, watu wanashinda huko, ni mbaya. Hakuna huduma kama vyoo, hakuna mifereji ya kupitisha maji mvua zinavyonyesha, uchafu hauchukuliwi.
Hii ndio sura ya Dar es Salaam, na hiki ndicho ambacho ACT Wazalendo inataka kukibadilisha Dar es Salaam. Ndio maana tunataka watu wa Ukonga mumchague Mzee Shingo awe mbunge wa jimbo hili la Ukonga. Ndio maana tunataka watu wa Ubungo wamchague ndugu Queen kuwa mbunge wa jimbo la Ubungo. Ndio maana tunataka watu wa Kawe wamchague Tausi kuwa mbunge wa jimbo la Kawe. Ndio maana tunataka watu wa Kigamboni wamchague Mwanaisha Mdeme, wakili wa mahakama kuu, kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni. Ndio maana tunataka watu wa Mbagala wamchague kamanda mstaafu wa jeshi la polisi wa mikoa mbalimbali hapa nchini, Jamal Rwambo, kuwa mbunge wa jimbo la Mbagala. Ndio maana tunataka watu wa Chamazi wamchague Kondo Juma Bungo kuwa mbunge wa jimbo la Chamazi. Ndio maana tunataka watu wa Kivule wamchague Peter Madereka kuwa mbunge wao. Ndio maana tunataka watu wa Segerea wamchague wakili wa mahakama kuu Emmanuel Mvula kuwa mbunge wao. Ndio maana tunataka watu wa Ilala wamchague mbunge kutoka ACT Wazalendo. Watu wa Temeke mpo Temeke nani Temeke? Ndio maana tunataka watu wa Temeke wamchague Sheikh Ponda Isa Ponda kuwa mbunge wao. Ndio maana tunataka watu wa Kibamba wamchague mbunge anayetokana na ACT Wazalendo. Na kule ambako tuna madiwani kama Gongo la Mboto na maeneo mengine ya majimbo ya Dar es Salaam, tunataka madiwani wanaotokana na ACT Wazalendo ili tuziongoze halmashauri za Dar es Salaam, tuliongoze jiji la Dar es Salaam, tuweze kuleta mabadiliko ambayo tunayataka, tuweze kujenga barabara za ndani ambako ndiko watu wapo. Vijana wetu wa bodaboda waweze kusafirisha abiria wao kwenye barabara ambazo ni nzuri, watumie mafuta kidogo, waweze kupata faida kwenye kazi zao. Tunataka ambulances zinapohitaji kuchukua wagonjwa zisipate tabu kuingia mitaani. Sasa hivi ndani ya jimbo lenu la Ukonga, pamoja na kwamba mbunge wenu alikuwa waziri, alikuwa meya, ndani ya Ukonga leo kuna maeneo ambulance haifiki. Hata mtu akiumwa namna gani, ambulance haiwezi kwenda kumchukua. Tunataka tuboreshe mazingira ya biashara, masoko makubwa na masoko madogo. Na hili la masoko madogo, sisi Kigoma ni mfano. Tulishika manispaa ya Kigoma Ujiji, tukakutana na changamoto kubwa. Mama zetu waliokuwa wanauza barabarani, migambo wa halmashauri walikuwa wanawafukuza, hawana maeneo ya kuuza. Sisi manispaa tukabuni mradi wa kufunga barabara moja kila siku saa 10 jioni mpaka saa 4 usiku, kuwaruhusu mama zetu waweke biashara zao za mchana kama samaki na kadhalika. Soko lile limekuwa soko la mfano, linapigiwa chepuo Tanzania nzima. Hata watu ambao hawakuhusika kwa namna yoyote ile kubuni, kujenga na kutekeleza, leo wanajitapa kwa ajili ya lile soko, wakati ni mawazo ya ACT Wazalendo na baraza la madiwani la ACT Wazalendo. Tutafanya hivyo kwa masoko ya Dar es Salaam. Tutatoa haki kwa wamachinga kufanya biashara popote wanakostahili kufanya biashara. Tunaposema taifa la wote, maslahi ya wote, tunazungumzia haki za kutumia mji. Hapata kuwa na marufuku ya wafanyabiashara wadogo kufanya biashara zao. Hii ndio Dar es Salaam ambayo tunataka. Dar es Salaam ambayo mfanyabiashara mdogo, mama lishe, machinga na kadhalika ana haki ya kufanya biashara popote bila vikwazo. Hivi ndivyo
kina Bakari Shingo, kina Sheikh Ponda, kina Queen Lugembe, kina Geori Tausi, kina Mwanaisha na wenzao wote. Hii ndio kazi watakwenda kuifanya wakiwa wabunge na tukishika halmashauri za jiji la Dar es Salaam. Tunataka tupunguze umaskini wa miji. Umaskini umekithiri, michango mashuleni imezidi, gharama za maisha ni kubwa. Tunataka tuwe na Dar es Salaam ambayo yote haya hayatakuwepo. Wananchi wa Ukonga, mmefanya maamuzi sahihi kuamua kumuunga mkono mzee wetu Shingo Bakari kuwa mbunge katika jimbo hili. Mzee Bakari Shingo amekuwa mwenyekiti wa mtaa pale Gongo la Mboto. Watu wanajua uwezo wake wa kufanya kazi, na mzee Bakari Shingo anamjua vizuri huyo mbunge wenu wa sasa hivi, kwa sababu huyo mbunge alipokuwa diwani, yeye Bakari Shingo alikuwa mwenyekiti wa mtaa na waliendeshana, na ndio maana mzee Shingo kaamua kupambana naye, kumuondoa asiende Dodoma, mzee Shingo aende Dodoma kwa wakilisha nyie, kwa sababu anajua kero za watu wa Ukonga, anajua shida hizi ambazo nimezieleza, anajua kuhusu gharama za maisha, kwa sababu yeye anaishi maisha ambayo watu wengi wa Ukonga wanaishi. Atakuwa mwakilishi bora. Mchagueni mzee Shingo Bakari Shingo kuwa mbunge katika jimbo hili. Tunajua hali ya kisiasa nchini ilivyo. Nyinyi mnajua sasa hivi chama chetu hakifanyi kampeni ya urais. Ndio maana waliweka vikwazo kwa mgombea wetu. Tukaenda mahakamani, tukashinda, tukapewa fomu, tukarejesha, wakaweka pingamizi. Mpaka leo tuko mahakamani, tunapambania haki yetu ya kuwa na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tunataka tuwaambie watu wa Ukonga, hata kama mgombea wetu akipatikana, imebaki wiki moja tu, zimebaki siku 10 tu, tutafanya kampeni hizo siku 10, hiyo wiki moja, mpaka tuweze kuwang'oa CCM. Lakini tunajua ya kwamba CCM wanaweza kuendelea kuweka vikwazo mpaka ikafika siku ya uchaguzi hakuna mgombea. Tutawapa maelekezo, chama kitatoa maelekezo, tutapigaje kura iwapo tutafika siku ya kupiga kura hatuna mgombea urais. Kwa msikilize kwa makini, tutawaelekeza wagombea ubunge wetu, kuwaambia nini ambacho tutawaambia wananchi wafanye. Lakini CCM inang'ang'ania madarakani, haitaki kutoka jumla. Nyinyi wananchi mnaweza mkaiondoa CCM reja. Kwa kuanza na wabunge, geuzeni uchaguzi huu kuwa ni referendum, kuwa ni kura ya maoni, kura ya kutokuwa na imani na CCM, kwa kuwachagua wabunge wa ACT Wazalendo kule kwenye madiwani wa ACT Wazalendo. Na nataka niwaambie, nimekuwa nikieleza hili kote nilikopita. Nimelieleza Segerea, nimelieleza Kigamboni, nimelieleza Temeke jana, nimelieleza Chamazi, nimeeleza kila nilipokwenda kwamba kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, chama chenye wabunge wengi ndicho kinaunda serikali. Watanzania, chagueni ACT Wazalendo iwe na wabunge wengi, mwalete kina Bakari Shingo, wataungana na wabunge wengine wa ACT. Tumeweka wagombea nchi nzima kwa niaba ya majimbo yote ya Tanzania. Chagueni wabunge wa ACT Wazalendo ili kuonyesha kutokuwa na imani na CCM, ili kuonyesha hasira zenu dhidi ya CCM. Chagueni wabunge na madiwani wanaotokana na ACT Wazalendo ili tuweze kwenda bungeni tukaikabe koo serikali. Huyu Samia akishinda, akipewa urais,
hana wabunge, sisi tukawa na wabunge wengi, maana yake ni kwamba sisi ndio tutakaounda serikali na sera zetu ndio zitakazotekelezwa. Kwa hiyo nawaomba watu wa Ukonga, msikatishwe tamaa, na naomba wengine wagombea ubunge wengine wote nchi nzima, tusikate tamaa, tuendelee kupiga kazi, tuendelee kupambana, tuzisake kura, tuhakikishe tunajaza wabunge ndani ya bunge ili kuweza kuihoji serikali, kuiwajibisha serikali, na itakapobidi kuing'oa serikali kwa kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais. Haya ndio mamlaka ambayo bunge inayo. Juzi nilimsikia rais mstaafu wa awamu ya 4 akisema kwamba eti wabunge wote watakuwa ni wa CCM. Hatuwezi kuruhusu tena nchi yetu kuendelea kuwa na bunge la chama kimoja. Mmeshuhudia bunge la 2020 2025 ambalo limejaa wabunge wa CCM kwa sababu hapakuwa na wabunge wa upinzani. Tutahakikisha ya kwamba tunajaza wabunge. Yeye Rais Kikwete alipokuwa rais mwaka 2005 wabunge wa upinzani hawakuwa wanafika 40. 2010 wabunge wa upinzani walifika 72, yeye akiwa rais. 2015 wabunge wa upinzani walifika 122. Sasa hivi sio rais, alishindwa kuzuia wabunge wa upinzani kujaa ndani ya bunge, yeye akiwa amiri jeshi mkuu. Hataweza sasa hivi, atulie msoga, ale pensheni, tunamlisha. Jazeni wabunge wa upinzani ndani ya bunge. Tunaelewana Ukonga? Kura kwa nani? Kura kwa nani? Kura kwa nani? Msikate tamaa. Nimepata hekima iliyopo, wanasema ni kanuni ya fiqh, kwamba lisilowezekana lote lisiachwe lote, kwamba wanatukaba koo kwenye nafasi ya uraisi alafu eti tukate tamaa kwenye ubunge na madiwani. Hapana, fiqh inakataa. Lisilowezekana lote lisiachwe. Ndio kazi ambayo tunatakiwa kufanya. Kila mtu aende ashawishi mwenziwe, ashawishi jirani yake, wajazane hasira, waende kwenye sanduku la kura. Mkikuta mgombea ubunge wa ACT Wazalendo tiki, mgombea udiwani wa ACT Wazalendo tiki, hapa Ukonga ni dhahiri Shingo Bakari Shingo ndiye mbunge wa jimbo hili, na naomba wote kwa pamoja twende tukamchague. CCM wamefikisha nchi yetu kwenye mazingira magumu sana. Leo hii gharama za afya ni kubwa sana. Matibabu leo yanatolewa kwa matabaka. Hata hiyo bima ya afya inayosemwa ni bima ya afya ya matabaka. Kama wewe kipato chako ni kidogo, unakata bima ndogo, unatibiwa magonjwa machache. Kuna magonjwa unaambiwa huwezi kutibiwa. Hebu niwaulize watu wa Ukonga, ni nani ambaye ugonjwa huo unabisha hodi kwake, kwamba kansa inamwambia niingie nisiingie? Inatokea hiyo? Si unaumwa tu. Kanuni ya bima duniani kote, utachangia kulingana na kipato chako. Kama kipato chako ni shilingi 100,000 kwa mwezi, unatakiwa uchangie 10%, ni shilingi 10,000. Lakini ukiumwa ugonjwa wowote unatibiwa kulingana na ugonjwa ambao unaumwa. Bima duniani kote, kama kipato chako ni milioni 10, utachangia milioni 1, 10%, na ukiumwa ugonjwa wowote utatibiwa kama yule mtu ambaye amechangia 10,000 kwa mwezi. Ndiyo kanuni ya bima duniani kote. Kanuni ya bima ya serikali ya CCM ni bima ya matabaka, kwamba wewe
Kama hali yako ni ya chini kabisa, utachangia ile wanaita CHF iliyoboreshwa, wanasema wenyewe, shilingi 30,000, na utatibiwa huko kwenye zahanati, hupati rufaa. Kama unachangia fedha nyingi, ndio unapata matibabu yote. Na ikitokea umeenda hospitali, zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, ukafariki, ndugu zako hawachukui maiti yako mpaka wamalize kulipa deni la matibabu. Hii ndio nchi yetu ambapo sisi wametufikisha, kwamba leo Mtanzania ananunua maiti ya ndugu yake kwa sababu lazima alipie gharama. Haya ndiyo mambo ambayo ACT Wazalendo itayafuta. Mfumo wetu wa bima ya afya ambayo utafunga mfumo wa hifadhi ya jamii, itakuwa unachangia kulingana na kipato chako, unapata matibabu kulingana na hali yako inavyotakiwa. Kama ni kansa utatibiwa, kama ni malaria utatibiwa, bila kujali umechangia nini, kwa sababu ndiyo mfumo wa bima ya afya duniani kote, na ndicho ambacho ACT Wazalendo itafanya. Ukiwa na mgonjwa hospitalini, bahati mtangulia mbele ya haki. Sera yetu ya ACT Wazalendo inasema mgonjwa aliyefariki, gharama zote za matibabu ambayo hayajalipwa zitalipwa na serikali. Ndio wajibu wa serikali. Kuna watu imani zao za dini zinataka mtu akifariki astiriwe papo papo. Serikali inatufanya twende kinyume na imani za dini zetu. Wanakaa na maiti wetu wiki 2, watu waanze kuchangishana. Hatuwezi kuendelea na hii hali. Chama cha Mapinduzi kinaleta udhalili wa hali ya juu. Una machungu ya kufiwa, utafute gharama za mazishi, halafu hapo utafute gharama za kutoa mwili. Chini ya ACT Wazalendo, tukiwa na mbunge hapa Bakari Shingo, tukiwa na madiwani, tukiwa na wabunge ndani ya bunge, hii ni ajenda kubwa ambayo tutaipigania. Hakuna kulipia maiti. Hakuna mambo ya kusubiri siku 100 baada ya kuingia madarakani, kama anavyosema Rais Samia kwamba ndani ya siku 100 maiti hawatalipiwa. Wewe ukisha chagua, tukapata baraza la madiwani, tutakaa, tutatunga kanuni ndani ya baraza. Mtu yeyote anayefariki ndani ya Ukonga, ndani ya Ilala, hamna kuzuia maiti. Manispaa itabeba zile gharama, serikali itabeba zile gharama. Hiyo ndiyo sera ya ACT Wazalendo.